Kongamano hili sio kongamano la mazungumzo, ni kongamano la kibiashara ambapo wawekezaji na watu wenye mitaji wakubwa duniani wamekuja nchini ili kuweza kukutana na ile miradi ambayo ipo tayari kwa ajili ya kupata ufadhili. Kwa hiyo katika kongamano hili kuna mambo kadhaa tumejifunza kama mama ya wawekezaji. Cha kwanza, kuwatengeneza Watanzania wetu wawekezaji wa baadaye ili waweze kuandaa miradi ambayo inaweza kupata ufadhili kutoka maeneo mbalimbali huko duniani. Cha pili, tunafahamu tunaenda kutekeleza dira ya maendeleo ya miaka 25 inayofuata, dira ya 2050. Dira ya 2050 ina matamanio mengi, na matamanio mojawapo ni kuwachukua au kuwaweka private sector waweze kuchangia katika uchumi wa nchi kwa 70%. Kwa hiyo kupitia kongamano hili tumejifunza kwamba inabidi tuwaandae Watanzania wetu wawe na miradi ambayo inaweza kupata ufadhili, lakini taasisi za serikali ambayo ina miradi ambayo serikali kwa kipindi hichi haiwezi kutoa ufadhili ili iweze kupata ufadhili kutoka katika mitaji ambayo tumeweza kuivutia kutoka maeneo mbalimbali duniani. Na hii miradi imetoka katika maeneo tofauti duniani kwa kutambua kama tulivyoalika baadhi ya wawakilishi mabalozi wetu kutoka nchi takriban 6. Matarajio sasa tunatambua kama mwanzo nilivyosema hapo awali, kongamano hili sio la mazungumzo, ni biashara zimeweza kuja kufanyika hapa. Na hizi biashara tunategemea kupitia taasisi ambayo mimi nafanyia kazi, mamlaka ya uwekezaji, lakini kupitia mamlaka nyingine za nchi tutaweza kutengeneza pipeline ya kuweza kufuatilia hiyo miradi au hizo deals ambazo zimeweza kufanyika hapa. Na hizi biashara zote lazima tuweze kuzifuatilia ili kuweza kuona impact ya mitaji ambayo tunaweza kuivutia